kutuamsha asubuhi ya leo. Kwa uwezo wake tuko na uhai siku hii. Tuko na hakika kwamba tutashinda janga hili ambalo linatusumbua, kwa sababu yeye anatenda mema. Oh, ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa yeye. Na mema Yesu ndio maana mimi ametenda mema. Na Yesu ndio maana Baba yetu kwa sababu bali Baba wewe sehemu yetu Baba, bila wewe sisi hatuwezi. Bila wewe Baba hatuwezi kuenenda hata hatua moja. Baba mwema, tunakukaribisha ukae pamoja nasi tunapoenda Baba kusikia neno lako. Tuwakaribisha Roho wako Mtakatifu akatuwezeshe Baba kulielewa neno lako, akatuwezeshe hata Baba kulitenda neno lako. Baba, mimi ambaye Baba umeteua siku ya leo nikanene neno lako Baba, najiachilia mikononi mwako. Naomba msamaha wa dhambi, naomba kutakazwa na wewe, ili Baba maneno yote Baba nitanena kwa watoto wako, yakawe Baba ya kuwainua, yakawe Baba ya kuwafariji, yakawe Baba ya kuatia nguvu Baba katika maisha haya. Ni asante Baba yetu kwa sababu wewe unatupenda, unatujali. Tunajiachilia mikononi mwako, kuwa pamoja nasi, na tukifika mwisho Baba tutakushukuru. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuketi. Haleluya. Amen. Wale wako nyumbani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niseme ni siku nyingine njema ambayo Mungu ametupea. It's a good day ambayo Mungu ametupea ili tukaweze kumuinua, tukaweze kumfurahia kwa sababu ya mapenzi yake ambayo ni mengi kwetu. Kwa kweli mapenzi ya Mungu ni mengi kwetu. Mimi personally namshukuru kwa sababu ya siku ya leo, kwa sababu ya kunilinda, na zaidi kwa sababu ya kunikilimia wokovu, nikijua ya kwamba iligharimu Yesu Kristo pale msalabani, akafa kifo cha aibu, akadhihakiwa pale msalabani, akateseka mateso ambayo hayakuwa mateso ya kawaida pale msalabani, ili mimi nikapate kukombolewa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wokovu, na kushukuru Mungu kwa sababu ya mambo mengi na makuu ambayo amenitendea kutoka wakati aliniokoa mpaka wakati huu. Kwa hivyo I have decided to have a closer walk with Jesus. Amen. Kwa sababu yale mambo nimeona akinitendea, na kule nimeona akiniinua. Ameniinua kutoka mavumbini. Niko na sababu zote za kumshukuru na kumuinua. Namshukuru Mungu kwa sababu pia ya siku ya leo, kwa sababu ya kunipatia nafasi ili nikaweze kunena neno lake pamoja na nyinyi. Najua si kawaida, imechukua mkono wake. Kwa hivyo nawakaribisha tukaweze kusikia neno la Mungu, tukaweze kutua neno na nguvu na neno la Mungu, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Neno la Mungu ndio linatumulikia, especially this time ambao tunapitia kwa giza kali sana, ambayo hatuoni mwanzo, hatuoni mwisho. Tunaambiwa itaisha wakati kama huu, wakati tulikuwa tunatarajia itakuwa inateremka, tunaona ndio inaenda juu. Wakati wa hii giza yote, wakati wa hii shinda zote, tunashukuru Mungu kwa sababu neno lake ni taa ya miguu yetu. Hilo ndio neno tunataka kusikia siku ya leo, likaweze kututia nguvu na likaweze kutuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Our guiding word came from the book of Proverbs 3 verse 5 and 6. Natuambia trust in God. Trust in God. Tumtegemee Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We feel because ile mambo inafanya tu feel ni kwa sababu inafika pahali tunakosa kumtegemea Mungu. Tunaanza kutegemea mambo yetu. Trust in God and lean not on your own understanding.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. When we lean on our own understanding, we fail terribly. When we lean on our experiences, we fail terribly. When we lean on our properties, we fail terribly. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri hili janga la corona limetufunza hivyo. Ya kwamba even with a lot of money haiwezi kusaidia. Hata kwa mamlaka kubwa sana haiwezi kutusaidia. Sisi tumeona janga la corona likiingia White House. Yes. White House. Even the strongest army in the world haiwezi kuingia State House. Lakini corona inapenya na inaingia White House. Inaingia White House. Sisi juzi tuliambiwa Kenya corona imeingia State House. Wewe hujawahi kuingia State House, ndio? Hata hujawahi kukaribia State House. Hata wakati unapita ile barabara, unapita kwa uoga sana kwa sababu hata hutaki kuangalia kando. Kwa sababu it's a guarded area. Bwana Yesu asifiwe. Lakini corona inapenya na inaingia State House. Haiheshimu mamlaka, haiheshimu pesa, haiheshimu wachungaji, haiheshimu wakuu wa makanisa. Inapenya na inaingia kila pahali. That is why we need not to lean on our own understanding. Kwa sababu kuna wakati inafika experience zetu zinafika mwisho. Kuna wakati inafika pesa zetu zinafika mwisho. Kuna wakati inafika madaraka yetu yanafika mwisho. And that is when, hapo ndio Biblia inatuambia kwamba tumtegemee Mungu na tusiegemee akili zetu. Kwa sababu akili zetu they are limited. Our properties are limited. Our powers are limited. But the power of God is unlimited. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu za Mungu hazina kifani. Nguvu za Mungu hazina kitu ya kuzuia. Bwana Yesu asifiwe. My theme today is having a closer walk with Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Having a closer walk with Jesus. Kwa sababu tukiacha kutegemea akili zetu na tutembee na Yesu, mambo yetu yatakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma masomo mawili yakiwa yanafuatana. Tukasoma kutoka kitabu cha the Gospel according to St. Matthew. Tukasomewa chapter 8 from 23 to 27. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matthew 8 verse 23 to 27. Biblia inatuambia kwamba Yesu walikuwa pamoja na wanafunzi wake na walikuwa kwa bahari. Walikuwa wanasafiri wakivuka ng'ambo ile nyingine ya bahari. And from my Bible records this. They got into the boat and his disciples followed him. He got into the boat and his disciples followed him. Without warning, a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. Without a warning. Bwana Yesu asifiwe. Without a warning. From nowhere. Bwana Yesu asifiwe. Waves will never give you a warning. Mawimbi hakuna wakati atakupea warning ya kwambie ya kwamba tunakuja. Bwana Yesu asifiwe. When the storm is coming, it will never give you a warning. It will not tell you in advance that I'm coming. The storm
just comes from nowhere. Yes. All of a sudden, you are in the high seas and there is a big storm. Bwana Yesu asifiwe. Kama ile tuko nayo wakati kama huu. Yes. Haikutupea warning. Corona haikutupea warning akakwambia inakuja. Tujitayarishe. It just came from nowhere. Bwana Yesu asifiwe. We also will never give you a warning. Wanafunzi wa Yesu pamoja na Yesu walijipata ya kwamba wako kwa bahari na mawimbi yamekuja, yameanza kuiubisha ile chombo chao. With all the experience his disciples had, haikuwasaidia. Na tunajua ya kwamba wanafunzi wa Yesu wale wengi walikuwa wavua samaki. Kwa hivyo walikuwa na experience kubwa sana ya bahari. Maybe hata walikuwa na experience kushinda Yesu, kwa sababu Yesu aliwapata wakivua samaki. I think that is why hata hawakushughulika kuamsha Yesu mara moja. Kwa sababu walikuwa nafikiria hii ni ile bahari tumezoea, hii ni ile chombo chetu tumezoea, kila wakati tunapita rutina tunavuka. Kwa hivyo walikuwa nafikiria uzoefu wao, their experience kwa kuendesha ile chombo itawasaidia, lakini haikuwasaidia. They were almost drowning. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio walikumbuka ya kwamba Jesus is in that boat. Wakakumbuka wako na Yesu katika ile chombo chao. Yesu naye wakati aliingia, alienda akajiwekelea na akalala. But according to me, I know Jesus was not asleep. Yes. Kwa sababu ile Biblia inatuambia kwamba Mungu wetu alali wala asinzii. Jesus was not asleep. Alikuwa anangojea watumie experience zao, watumie their skills, watumie mambo yao yote. Ikifika mwisho yeye akuje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati walifika mwisho na ikasidikana, and they were almost drowning, ndio wanakimbilia Yesu. Yesu, tunakufa, we are drowning. Yesu wakati aliamka alinena neno moja tu, na the storm, there was a lot of calm in the ocean. Ile bahari ilikuwa imechafuka, ile bahari ilikuwa na mawimbi makubwa, ile bahari ilikuwa inataka kumeza ile boat, ikatulia mara moja kwa neno moja tu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile ndio neno tunaomba Mungu akanena wakati kama huu. We are praying that Jesus will just speak a word and the storms will come. Amen. And there will be a lot of calm in the whole world. That is our prayer. Amen. Ya kwamba Yesu atanena neno na hili janga litaondoka. Ya kwamba Yesu atanena neno na tutarudi katika ushirika wetu ili kanisa litajaa vile tulikuwa tunajaa. That is our prayer today. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa sababu wanafunzi wa Yesu walikumbuka ya kwamba they have Jesus in the boat. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is why we need to have a closer walk with Jesus. Because storms will come without a warning. Bwana Yesu asifiwe. Mawimbi yatakuja bila kutuarifu. Mawimbi yatakuja when we are least expecting them. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is why we need to have a closer walk with Jesus. Bwana Yesu asifiwe. You can imagine ingetendeka namna gani kama Yesu hakuwa kwa ile chombo. Maybe hao watu wangeangamia wote kwa maji kama Yesu hakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But I thank God because Jesus was in that boat. Yeah. Jesus being in that boat, it made all the difference. Ilileta tofauti yote Yesu kuwa katika ile chombo. Bahari ikatulia na wakapata kuenenda na safari yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah. That is why we need to trust in God and to lean not in our own understanding. Amen. And to lean not
in our own skills. Because our skills are limited. Yes. Hata Peter na marafiki wake na ile experience yote walikuwa nayo ya miaka mingi haikuwasaidia. Haikuwasaidia wakati dhoruba ilikuja. Bwana Yesu asifiwe. In the second leading, pia tunaona ya kwamba the same story. Simon Peter na marafiki wake walienda kuvua samaki. Na Biblia inatuambia kwamba usiku wote, the whole night hawakupata kitu. Bwana Yesu asifiwe. Usiku wote walilala kung'ang'ana. Hawakulala hata dakika moja. Lakini mpaka asubuhi hawakuwa wamepata hata samaki mmoja. Na Biblia inatuambia kwamba Jesus appeared when they were washing their nets. So they had already given up. Yeah. Walikuwa hiyo biashara wameacha na wakasema twende biashara nyingine. Hii imetufeli. Usiku wote bila samaki. It was not their first day to fish. Remember, that was their profession. Fishing was their profession. Kwa hivyo ni kazi ambayo walikuwa na uzoefu. Ni kazi ile Peter alikuwa amesomea. Kama kuna shule ya kusomea uvuvi, Peter alikuwa amesomea na akahitimu. He had all the skills, he had all the experience ya kuvua samaki. Lakini Biblia inatuambia kwamba usiku wote hawakupata kitu. Yesu anakuja wakati wanaosha nyavu zao waondoke. Yesu akaingia katika kile chombo chao, akaweza kuhubiria watu. Wakati alimaliza, na unajua ya kwamba sasa tayari imekuwa mchana. Na wale experts wa kuvua samaki wanatuambia kwamba samaki zinavuliwa usiku. Usiku ndio wakati wa kuvua samaki. Mchana ni ngumu. Kwa hivyo Yesu aliendelea kuhubiri, ukaendelea kuwa mchana, jua likachomoza. Mimi ikafika saa 4. Saa hiyo ndiye anaambia Peter, hamna kitu. Peter, Yesu anawaambia kwamba rusheni nyavu zenu kwa maji. Maji yale yalikataa na samaki usiku wote. Maybe tungetarajia Yesu awaambie ya kwamba tutoke kwa hii bahari tuende ile ya Galili. Maybe uko samaki wako. Tutoke kwa ile ya Tiberia tuende ya Galili. Lakini Yesu aliwaambia waweke nyavu zao kwa ile bahari. The same waters. Bwana Yesu asifiwe. The same waters. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akuambia wabadilishe nyavu. Mimi nyavu zenu zimetoboka, samaki wanakuja wanapita. Aliwaambia zile nyavu zao watumie hizo. The same nets. Bwana Yesu asifiwe. Najua maybe you are there. Na umeona ile kazi yako biashara imekataa kabisa. Unaona hapa hakuna bahati kabisa. Umefikiria this is not the way to go. Hata Peter alikuwa amefika hapo. Na akaona sasa hii sio kazi tena. Bwana Yesu asifiwe. Maybe hata wewe umefika pale. Biashara imekataa kabisa. Umejaribu, hakuna kitu hujafanya. Shamba yako imekataa kabisa, umeweka fertilizer ile the best na imekataa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitakwambia kwamba just involve Jesus in that business. Ita Yesu katika hiyo biashara yako. Amen. Have a closer walk with Jesus in that business of yours. Bwana Yesu asifiwe. Maybe hata unahitaji kubadilisha the site. Maybe umesema sasa nitatoka Kakoromone nikuje town katikati.
Yesu hakuambia Peter wabadilishe bahari. The same waters, the same nets, the same men, the same boat. Biblia inatuambia kwamba wakati waliweka nyavu zao pale Yesu aliwaambia waweke, walishika samaki wengi mpaka their nets were breaking. Bwana Yesu asifiwe. Their nets were breaking. Wao peke yao hawangeweza kuvuta ile net. Ilibidi waita wenzao ambao walikuwa mbali kidogo wakuja wasaidie kuvuta ile net. Bwana Yesu asifiwe. The same waters, the same nets, the same boats, the same men. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inatufunza nini? Ya kwamba our experiences are limited. Our skills can fail us terribly. Our skills can fail us. Yes, umesomea hiyo kazi kabisa na umehitimu kwa hiyo kazi, but your skills can fail you. Yes, hiyo kazi umeifanya miaka 20, you have a lot of experience, but that experience can fail you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Without God, experience is nothing. Without God, education is nothing. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba tuuzishe Mungu kwa mambo yetu yote. Kwa mambo yetu yote, wacha tumweke Mungu mbele. And we will not fail. Hatutafail kama Peter. We will not toil the whole night na tukose kupata kitu. Unajua maybe wakati hata Biblia inatuambia wakati Yesu aliambia Peter hivyo, alimwambia tumelala usiku wote. Maybe kwa ndani ya roho ya Peter alikuwa anashindwa nini? Alikuwa anashindwa, wewe Yesu unatuambia tufanye hivi. Hujawahi kuvua samaki. Hujawahi enda fishing. Hauna experience. Wewe Yesu. Haujasomea hii kazi. Si tumeisomea, tumeifanya, tuko na ujuzi wote, usiku wote hatujapata kitu. Unatuambia nini? Lakini akasema kwa sababu Yesu ni wewe umesema. Kwa sababu ni wewe umesema, tutafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alifanya tu akiwa the heart was divided. Kwa sababu yeye anaangalia experience yako nayo. Anaangalia ile kazi wamefanya usiku wote, hawajapata kitu. Yesu anawaambia mchana, wakati tunajua kwamba samaki wametoroka mchana wako mbali, ndio Yesu anawaambia waweke nyavu zao kwa maji. I thank God because when Peter obeyed, yes, wakati Petero alitii, walipata samaki wengi. Tunahitaji kutii. Tunahitaji kutii neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua Biblia inatuambia kwamba bila Yesu ni bure. Everything without Jesus is nothing, useless. I remember my brother Eondakaria, when I was courting my wife. Namuitanga baba kwa sababu yeye ni baba wangu wa harusi. And when I was courting, Karia alikuwa ananiadvise sana. Ananiambia, ndugu yangu, anza na Yesu. Kwa sababu mambo yao mengine yote ni zero. Ukipata masomo bila Yesu ni zero. Ukipata experience bila Yesu ni zero. Ukipata familia bila Yesu ni zero. Ukipata mali bila Yesu ni zero. Hizo zero zingi sana. Hebu hizo zero zote, they will add up to zero. Hata ukiweka 100 uanze plus, they will add up to zero. Bwana Yesu asifiwe. They will add up to zero. I think zero sometimes is so discouraging, kwa sababu when you go to multiplication, chochote una multiply by zero inakuja inateremka zero. Hata kama value ni kubwa namna gani, multiply a million by zero, it comes down to zero.
Zero is so frustrating. So frustrating. Yes. Sasa baba yangu alikuwa ananiambia wewe anza na Yesu kwa sababu Yesu ni namba 1. Kwa hivyo ukianza na Yesu unaandika 1. You have started with Jesus. Number 1. Andika 1. Ukipata masomo kwa sababu masomo ni 0 weka 0. Inakuwa 10. Bwana Yesu asifiwe. Sasa 0 zimeanza kupata value sasa. Kwa sababu something has come before the 0. Haya ukipata degree unaweka 0. Na unaona ikiweka 0 inaruka. Ilikuwa 10 sasa iko 100. Unaweka 0 inaenda 1000. Ukipata nyingine unaweka 0, and soon you will become a millionaire. Bwana Yesu asifiwe. Zikifika 6 zimekuwa millionaire. Ukipata 0 zingine huko nyuma 6, unakuwa millionaire. So start with Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Have a closer walk with Jesus. Haya mambo mengine yote ni bure. Hakuna pahali inatupeleka. Hakuna pahali inatupeleka. I think this pandemic has taught us a lot of things. That we need to have a closer walk with Jesus. That we need to work for the Lord when it is day. Because a night is coming. Night is coming. We will not be able to work. Sasa hizi kila mmoja angetamani kuwa kwa hili kanisa siku ya leo. But they are not able. The night is here with us. Biashara tumefunga, giza imeingia. Usiku umekuja. We cannot work. Ile kitu ningependa tujikumbushe ni kwamba wakati Mungu ametupatia nafasi ya kumfanyia kazi, wacha tumfanyie kabisa. Because when night come, we will not be able to work. Kama ile imekuja. Wengi wangetamani kuwa katika hii kanisa siku ya leo. Wengi wangetamani kuwa wanaabudu siku ya leo, lakini wako manyumbani kwao. Wengi wangetamani kuwa wanafanya kazi zao, lakini hawawezi. Wanaambiwa work from home. Work from home. Kwa hivyo, because our God is a God of a second chance. Na Mungu atatupatia nafasi nyingine. Hiyo nafasi Mungu akitupatia tumfanyie kazi kabisa. Yes, without any reservations. Yes. Kwa sababu giza ikiingia hatutaweza kufanya kazi. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Biblia inatuambia kwamba he is coming to crush the devil at our feet. Yeah. Anakuja kuvunja shetani very soon, and we will come back to this place of worship. You will go back to our businesses. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusikufe moyo. Tukiwa manyumbani kule, najua maisha ni magumu sana. The times are so difficult. Biashara yako ilisimama kabisa, hakuna kitu mpaka ukakosa matumaini. Nataka kuambia siku ya leo ya kwamba itie nguvu, ya kwamba Mungu wetu atakuinua tena. Ya kwamba Mungu wetu atarejesha hiyo biashara tena. Ya kwamba Mungu wetu atarejesha ardhi zetu tena. Bwana Yesu asifiwe. Tusivunjike mioyo. Tusikufe kabisa. Let us know that our God liveth. Bwana Yesu asifiwe. Na atatuinua tena. Tutarudi katika ardhi zetu tena. Bwana Yesu asifiwe. Nitasema mbarikiwe. Mungu wa imani aendelee kuwabariki, aendelee kuwapea matumaini wakati huu tumekosa matumaini, aendelee kuwaweka nguvu wakati huu tumekosa nguvu, na a time is coming ambao tutakuwa tunakutana sote tena, tunamsifu tena kama vile tulikuwa tunafanya. Bwana Yesu asifiwe. Na tupate kuomba. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru tena, tunaliinua jina lako, jina ambalo liko juu ya majina mengine yote. Ni asante Baba yetu kwa sababu ya vile Baba umekuwa pamoja nasi. Ni asante Baba yetu kwa sababu ya kunena nasi siku ya leo. Neno lako Baba limetuhimiza ya kwamba tusije tukatembea bila wewe. Ya kwamba tusije Baba tukaamini mambo yetu, tusije tukajiamini. Bali Baba tukuamini. We want to have a closer walk with you. Baba mwema, tunajiachilia mikononi mwako. Ukaendelee Baba kutulinda au ukaendelee Baba kutuongoza. Ni ukweli Mungu mwema, tumevunjika mioyo kwa sababu ya mambo ambayo yametukumba. Ni ukweli Mungu mwema, biashara zetu zimevunjika. Ni ukweli wengine wetu Baba wamepoteza kazi.
lakini tunajua kwamba wewe unakuja kutuinua tena. Tunakushukuru kwa sababu tunajua kwamba tutachipuka tena. Ni asante kwa sababu utarejesha biashara zetu tena, utarejesha kazi zetu tena. Nasi Baba tutakuwa kushukuru Baba na kuinua jina lako. Ni asante Baba kwa sababu ya kila mmoja wetu. Ni asante kwa sababu ya wenzetu ambao Baba wanatutazama wakiwa majumbani mwao. Unapotubariki Mungu mwema, tunaomba ukawakumbuke Baba, ukawabariki, kawatendee. Ni asante kwa sababu wewe unatupenda, unatujali. Tunajiachilia mikononi mwako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. God bless you. God be with you.